Hii ni miongoni mwa nafasi nzuri ambayo Azam FC jana walitengeneza na kuipata kupitia kwa Faisal Salum ambaye alipenyeza pasi kwa Pascal Msindo. Sasa kwenye pinpoint nataka nikuonyeshe shambulizi hili lilianzia wapi. Shambulizi hili ujenzi wake umeanzishwa na wachezaji wawili wa pembeni. Mmoja ni mlinzi wa kushoto Pascal Msindo na Idi Nado ambaye ni winga anayetokea upande wa kushoto. Sasa wanaanzisha shambulizi kutokea chini. Hebu chukua muda wako waangalie kipi ambacho wanakwenda kufanya. Idi Nado anakuja kuomba mali kwa Pascal Msindo. Anapewa pasi wakati ambao anawekewa shinikizo na beki wa kulia wa Singida Black Stars Ande Kofisi lile. Na Pascal Msindo baada ya kuachia pasi kwa Dinado anamwacha nyuma winga wa kulia wa Singida Black Stars kwa maana Lamine Jaju na akimbii pembezoni mwa uwanja, anakimbia ndani kwenye half space. Hapo ina maana upande wa kulia wa Singida Black Stars tayari uko tupu. Ina maana beki wa kulia hayupo kwenye eneo lake na hiyo itamhitaji beki mmoja wakati wa Singida Black Stars kwenda kufanya coverage upande ule wa kulia ama kiungo mmoja mkabaji. Kwa hivyo eneo la kati litabaki wazi kwa Azam FC. Idi Nado na Pascal Msindo wanaendelea kuzunguka katika eneo la kiungo. Mwangalia James Akaminko anamuomba mali Twaribu Nuru, mlinzi wa kati wa Azam FC. Anamuomba akiwa tayari anajua upande wa kulia wa Singida upo wazi na kuna mchezaji wa Azam amekwenda kukaa katika ile eneo kwa maana ya Faisal Salum Toto. Mara baada ya pasi kumfikia Faisal Salum, hauwezi kuacha kusifia maamuzi ya Nasoro Saadun. Anatoka katika eneo alilokuwa, anafanya mikimbio pembezoni mwa uwanja akijaribu kumpa option Faisal Salum, lakini kumbe mikimbio yake ndio imekwenda kufanya lile eneo libaki wazi, na ndipo ambapo Pascal Msindo anakwenda kukimbia kwenye nafasi na Faisal anakumpenyezea. Wanapata nafasi lakini hawakashindwa kuitumia Azam FC.